Mwanamke mwenzangu, kutii ni maamuzi ya hiari. Yaani ni maamuzi tu ya hiari ambayo yanahitajika yako wewe mwanamke kumtii mumeo. Kwa kutambua tu nafasi ambayo amepewa. Kama ambavyo tunakumbushana kila mara. Nafasi ambayo amepewa katika imani zetu na dini zetu. Uwe Mkristo, uwe Muislamu, mume amepewa nafasi kwamba ni kiongozi, kwamba ni mtawala, unatakiwa umtii. Lakini tukitazama kwenye jadi zetu, wanaume tangu asili walipewa hiyo nafasi. Lakini tukitazama kwenye asili tu, hata ukiangalia wanyama, unakuta dume ndio ambalo limekuwa linaongoza. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa kuitambua tu hiyo nafasi, kumbe mwanamke unahitaji tu kufanya maamuzi tu ya hiari kwamba mimi nimeamua kumtii mume wangu, sio kwa sababu sina hela, sio kwa sababu nahitaji namtegemea, sio kwa sababu yoyote, ila tu kuitambua ile nafasi. Mfano wake mimi ambao huwa naupendaga sana ni mfano wa mazingira ya ajira. Mazingira ya ajira kwamba mko pale ofisini. Kwa mfano, mko kwenye boardroom, mko kwenye mkutano wa viongozi. Katika chumba cha mikutano cha viongozi, wanaitaga boardroom mara nyingi. Mkiwa pale, kama kuna chief executive officer au makampuni mengine wanaita managing director, yeye mnajikuta mkiwa mmekaa pale, mnamtii, mnamsikiliza. Sasa huyu kwake huwa kuna wepesi. Kuna wepesi kwa sababu yawezekana alifanyiwa usaili, akaonekana ni bora zaidi kwenye nafasi hiyo. Kwa kawaida walikagua vyeti vyake, akaonekana ni bora kwa nafasi hiyo. Sasa ukishajua kwamba hii nafasi ameipewa, basi unamtii. Japo katika kile kikao, katika maamuzi, wakati mwingine anakuhitaji wewe, anatuhitaji sisi wengine ambao yamkini tupo kwenye kile chumba cha mkutano, wakurugenzi wa vitengo mbalimbali, mameneja wa vitengo mbalimbali, kumsaidia na kumuongoza. Lakini wote mnamtii na kumsikiliza. Lakini mfano mzuri zaidi huwa ni pale ambapo itokee sasa mpo kwenye mkutano, labda ainuke, alafu aseme ninampa nafasi fulani aweze kukaimu nafasi yangu kwa sababu kumetokea emergency, mimi natoka.